Vyakula vya wanga vimekuwa vikitumiwa katika namna mbalimbali ambazo kila mmoja nadhani huwa anasikia kwamba zinasababisha unene, zinasababisha magonjwa sugu, zinasababisha matatizo mbalimbali ikiwa ni masuala ya ugonjwa wa kisukari. Lakini katika watu wote ambao huwa wanasema juu ya hasara za kutumia vyakula vya wanga, hakuna mtu ambaye anazungumzia faida ambazo ni muhimu sana kwa ajili ya afya ya mwanadamu. Wakati ukweli hausemwi na uongo huwa unasikilizwa sana kuliko ukweli. Niko hapa kwa ajili katika video hii ya leo kuweza kufahamisha faida kuu almost 5 ambazo madaktari wengi huwa hawazizungumzii kabisa, na hizo ndio siri kubwa ambazo zimejificha katika vyakula hivyo kwa ajili ya afya ya mwanadamu. Hakika kwa mtu ambaye anakula vyakula hivi vya wanga, usalama wake wa afya huwa mara nyingi tunasema kwamba ni umeimarishwa na ni 100%. Hakuna namna ambavyo unaweza kupata magonjwa kwa kula vyakula asili ya mmea, hasa mboga za majani, matunda, jamii ya mikunde, jamii ya mizizi na nafaka ambazo hazijakobolewa. Katika mantiki hiyo, katika video hii kwa sambamba nami Emmanuel Mpalie, nutrition specialist, ili kusudi niweze kupitisha kwa umakini na kwa utaratibu kabisa katika hizi faida kuu 6 za kula vyakula vya wanga ambazo hazizungumziwi na hazisemwi na madaktari. Hivyo bila kupoteza muda, tuziangazie faida zenyewe. Vyakula vya wanga ambavyo navizungumzia hapa, naomba unielewe. Nazungumzia vyakula ambavyo ni kama jamii ya mikunde hizi, maharage, mbaazi, njegere, kunde, choroko, asili ya mizizi kama viazi mviringo, viazi vitamu, mihogo, magimbi na ndizi za kupika pia. Kuna baadhi ya nafaka ambazo hazijakobolewa, mahindi ambayo hayajakobolewa kwa maana yake, mtama, ulezi, ngano ambayo hayajakobolewa, na mchele wa brown ama mchele mweusi ambao ni black rice, matunda aina zote ambazo sasa ni matamu, ikiwa ni sambamba na habari za mboga zote. Hivyo ndio vitu ambavyo navizungumzia, kwani wanga ndio hapo ambapo tumejificha katika mifumo ya aina mbalimbali. Sasa unapokuwa unakula vyakula vya design hivi ambavyo ni vyakula vya wanga asilia, huwa unapata faida gani? Cha kwanza ni habari za prebiotic. Vyakula vya wanga ndo prebiotic pekee ambavyo tunavitegemea kwenye afya ya mmeng'enyo. Ninapozungumzia prebiotic kwa wewe ambao huelewi, tunazungumzia kwamba ni virutubisho vyote ambavyo ni chakula kwa ajili ya bakteria ambao wanalinda afya ya usalama wa mmeng'enyo wako, ambao bakteria hao baadhi wanaita kwamba ni normal flora, au baadhi wanasema kwamba ni gut microbiota. Wale bakteria ndo ambao wanasimamia na kuhakikisha kwamba mmeng'enyo wako unaotegemea wewe huo ndo uko salama. Protein hailishi wale bakteria, wala mafuta hailishi wale bakteria, isipokuwa tu ni wanga. Na wanga zenye sio aina zote za wanga, isipokuwa nyuzi lishe na wanga aina ya resistant starch. Hizi wanga mbili ndo ambazo zinalisha wale bakteria wazuri tu. Sasa faida ya hizi wanga ni nini? Zinalisha bakteria wazuri, lakini ukishalisha wale bakteria wazuri, wewe unanufaikaje? Wale bakteria wazuri wanakuja kukusaidia kukinga na tatizo la leaky gut. Kwa wewe ambao huelewi hii tatizo la leaky gut ni nini? Leaky ni kuvuja na gut ni utumbo. Manake ni situation ama ni hali ambayo inatokea pindi ambapo vitu ambavyo haviruhusiwi kufyonzwa kwenye utumbo wako vinaruhusiwa kufyonzwa kuingia ndani ya mwili wako au kuingia kwenye mzunguko wa damu, ambapo mwili huwa sasa unaanza kuvishambulia kama vitu ambavyo sio asili, kwa maana kwamba vinasababisha masuala ya allergy, vinasababisha masuala ya immunity reaction na vitu vingi. Tunasema kwamba hii leaky gut ni chanzo cha hali moja ambayo kwamba ni systematic inflammation, ambayo inflammation hiyo mioto ni kwamba huwa zinatokea pindi ambapo kinga zako zinashambulia hivi vitu ambavyo vimeingia pasipo kuwa na ruhusa ama ambavyo haviruhusiwi kuingia. Na hii inflammation inapotokea ni chanzo cha magonjwa karibia yote, kwa sababu systematic inflammation inaweza kupelekea ugonjwa wa kisukari, inaweza kusababisha pressure, inaweza kusababisha magonjwa ya moyo, inaweza kusababisha matatizo ya figo, inaweza kusababisha magonjwa ya ini. Vitu vingi huwa vinatokea pindi inapotokea hii systematic inflammation, lakini chanzo chake ni nini? Ni leaky gut.
na likigawa chanzo chake ni nini? Ni wewe kutokuweza kula vyakula vya wanga. Umekwepa, umekaa kwenye neno protein, 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 ambayo ni protein hasa zinazotokana na wanyama unaenjoy. Ndio maana wengi wanaishia kupata masuala ya acid reflux na magonjwa mengine mengi, ni kwa sababu wamekwepa kula hizi aina ya wanga au vyakula vya wanga, ambavyo katika hivi vyakula vya wanga huwa vinakuwa sambamba na hizi wanga nyingine kama nyuzi lishe sambamba na wanga aina ya resistant starch. Hii ilikuwa ni faida ya kwanza, kwamba vyakula vya wanga vinafanya kazi kama prebiotic, ambayo ni chakula kwa ajili ya bakteria walio kwenye mmeng'enyo wako. Pili ni kwamba vyakula vya wanga hivi vinasaidia katika kuunguza mafuta ama katika kupungua uzito. Najua wengi wanasema kwamba vyakula vya wanga vinanenepesha. Tuchukue muda kidogo kuichimba hili swala, tuwekane vizuri, wewe ambao unanisikiliza. Baadhi ya watu wamekuwa wakisema kwamba wanapokula vyakula vya wanga wanasababisha insulin zinakuwa ziko juu au zinasababisha insulin resistance, kitu ambacho sio kweli. Uwepo wa nyuzi lishe sambamba na kemikali ambazo kama ni phytochemicals zinasaidia kuongeza ufanisi wa utendaji wa insulini zako ambazo zinaratibu glukozi kwenye mwili wako, lakini insulini hizo hizo ambazo zinakuja kusaidia katika upunguzaji wa mafuta. Kwa hiyo kwa yule mtu ambaye anakuja kusema kwamba unajua vyakula vinapandisha insulini ambayo mwisho wa siku inasababisha insulin resistance na block, sio kweli. Kinasababisha insulin resistance ni mrundikano wa mafuta, sio vyakula vya wanga hivi ambavyo tumezungumzia ambavyo ni asilia. Uzuri hizi phytochemicals ambazo nimesema kwamba ni kemikali ambazo zinapatikana kwenye mmea peke yake, ambazo zinalinda mwili dhidi ya magonjwa mbalimbali, zinasaidia kuimprove ama kuboresha utendaji bora wa insulin, au zinazuia insulin resistance, ukinzani wa insulin. Ikiwa na hizi nyuzi lishe pia zinazuia huo ukinzani wa insulin. Kwa hiyo hivi ni vitu viwili. Kwa kupitia point ya watu kusema insulin resistance, bado vyakula hivi vinaboresha utendaji bora wa insulin na hivyo kuweza kuchochea upunguzaji wa mafuta. Lakini kuna watu wengine wanasemaje kwamba kila vyakula vya wanga vinaongeza nishati nyingi. Yaani unapokula ugali unapata energy nyingi sana au nishati nyingi, mwisho wa siku zinahifadhiwa kama mafuta. Hawa watu nao kwamba ikabidi wanisikilize vizuri. Wewe unaacha kula vyakula vya wanga, unapenda kula chakula cha protein. Lakini fahamu kwamba vyakula vya protein vinakuja na mafuta. Kwa maana tafasiri nyingine unakula mafuta mengi, kwa sababu hakuna chakula ambacho kina protein peke yake, hakipo. Vingine vimetokea maabara kama vile protein powder, na sio chakula cha kawaida. Kila mayai imesheheni mafuta na hizo cholesterol na mafuta na oganda na protein. Ukila nyama imesheheni vyote hivyo. Kwa hiyo hakuna chakula cha protein ambacho kina protein peke yake. Katika tafasiri unakuwa unakula vyakula vyenye mafuta. Sasa tuangalie nishati unaipata unapokuwa umekula mafuta na nishati ambayo unakuwa utaipata unapokuwa umekula vyakula vya wanga. Unapokuwa umekula vyakula vya mafuta, gramu moja ya mafuta huwa inatuzalishia nishati ambayo ni 9 kilokalori. Wakati ukiweza kula vyakula vya wanga, gramu moja ya wanga huwa inatuzalishia nishati ambayo ni 4 kilokalori. Kwa hiyo hapa huyu mtu ambaye anatuambia kwamba vyakula vya wanga vina nishati nyingi, anataka kutuambia kwamba 4 ni kwamba ni kubwa kuliko 9. Yaani 9 ni ndogo kuliko 4. Hii hesabu hii kabidi turudi darasani wote tujifunze vizuri kama kweli hii iko sahihi. Lakini kama haiko sahihi, basi tukubaliane kwamba vyakula vya wanga vinaupa mwili nishati ndogo. Ina produce 4 kilocalories na sio 9 kilocalories. Unapogusa mafuta ndio unakutana na 9 kilocalories. Kwa hii pointi ya pili, huyu jamaa ambaye anasema kwamba vyakula vya wanga vina nishati nyingi sio sahihi. Lakini pointi ya tatu ambao wanakuja kusema watu hawa wanasema kwamba wanga inabadilishwa kuwa mafuta. Hii sentence na tuiangalie. Mchakato wa kutengeneza mafuta ndani ya mwili wako kupitia glucose tunaita kwamba ni de novo lipogenesis. De novo lipogenesis ndio mchakato wa kutengeneza mafuta mapya kwa kutumia glucose ambayo ni wanga. Mchakato huu wa de novo lipogenesis nishawahi kuzungumza kwamba ni unatumiwa na wanyama wengine ambao wanakula majani peke yake kama mbuzi, kondoo, ng'ombe, twiga, pundamilia, hawa tembo na wanyama wengine wote ambao
wanakula majani, ambao hauli vyakula vyenye mafuta, basi wao wanapataji mafuta au unakuta wamenawiri ni kupitia mchakato huu wa de novo lipogenesis. Wanabadilisha ile wanga na kuwa kwenye swala la mafuta. Kwa hiyo ni mchakato ambao kwao lazima ufanyike ili kusudi waweze kupata mafuta, kwa sababu mafuta yana umuhimu wake pia kwenye mwili. Sasa kwa upande wa binadamu nikawaambia kwamba huu mchakato si mchakato ambao unafanyika mara kwa mara. Kwa sababu kwa gani? Kwanza unagharimu nishati nyingi, karibia almost 30%, asilimia 30 ya nishati yako kwa mwili inahitajika kuweza kubadilisha wanga ama glucose kwenda kwenye swala la mafuta. Lakini cha pili nikakwambia kwamba huu sio mchakato ambao unatokea katika situation ya kila siku. Ni lazima tokee mazingira fulani ndio mwili ulazimike sasa kuweza kubadilisha ile glucose kuweza kwenda kwenye mafuta. Lakini mchakato ambao tunaufahamu kwenye mwili wa binadamu ambao unatokea mara kwa mara pindi ambapo wanga inapokuwa ni nyingi sana mwilini, au pindi ambapo glucose inakuwa ni nyingi sana mwilini, kwanza ni kwamba ile glucose huwa inabadilisha kwenda kwenye mfumo ambao inaweza kuhifadhiwa, ambao kwamba ni glycogen, ambayo itahifadhiwa kwenye misuli, itahifadhiwa kwenye ini na sehemu mbalimbali. Lakini ile iliyozidi nayo inaenda wapi? Inaenda kwenye mafuta? Hapana. Ile iliyozidi huwa inatolewa nje katika mfumo wa joto, ambao kitendo hicho tunaita kwamba ni facultative thermogenesis. Huo ndio mchakato wa kila siku ambao unatokea ndani ya mwili wa binadamu na sio de novo lipogenesis. Ila sasa yanapotokea mazingira fulani, mwili huwa unalazimika kuweza kubadilisha hii glucose kwenda kwenye swala mafuta. Hii naifananisha na mchakato wa kutengeneza glucose ndani ya mwili wako. Kwa mfano, kwenye damu yako glucose inataka kushuka sana, mwili huwa unaanza kubadilisha ile store ama kutengeneza glucose mpya ndani ya mwili wako, ambao mchakato wote unaitwa kwamba ni gluconeogenesis. Katika mantiki hiyo ni kwamba glycogen ambayo ni mfumo ambao glucose inahifadhiwa mwilini, lakini pia na protein huwa inakuwa ni vyanzo vya kutengeneza glucose ndani ya mwili wako. Pindi ambapo glycogen inapobadilishwa kuwa glucose na bado glucose inahitajika kwamba endelee kutengenezwa, basi protein huwa inaanza kutumika kama chanzo cha kuweza kututengeneza nini? Glucose. Fikiria kwamba gluconeogenesis ama protein ingekuwa kila siku inabadilishwa kuwa glucose kwenye mwili wako, nadhani hakuna mtu ambaye angeweza kuwa na misuli, kwa sababu kila muda gluconeogenesis ina take place. Lakini kinachotokea ni kitu gani? Ni kwamba gluconeogenesis ni mchakato ambao unatokea mpaka mazingira fulani yatokee. Kwa mfano, glucose inataka kushuka na glycogen imetumika, labda haijatosheleza kutengeneza glucose ambayo tunahitaji, basi mazingira hayo sasa ni kwamba protein huwa inalazimika kuweza kuja kutumika ama kusupply malighafi kwa ajili ya kutengenezea glucose. Katika mantiki hiyo, namna ambavyo protini inatumika katika mazingira fulani, ndio hivyo hivyo pia glucose inaweza kutumika katika mazingira fulani kuweza kutengeneza mafuta, lakini si michakato ya kila siku. Full stop. Kwa yule mtu ambaye anazungumza baada ya wanga na badilisho kwa mafuta, huyu mtu hayuko sahihi kwa 100%, kwa sababu mchakato unahitaji baadhi ya mazingira yaweze kutimizika ndio glucose iweze kutengeneza mafuta. Haya, cha tatu ambayo nataka nikufahamisha hapa wewe ni habari za vyakula vya wanga. Mtu anakuambia usile chakula cha wanga. Nikufahamishe tu kwamba hakuna chakula ambacho kina wanga peke yake. Vinginevyo ni hivi ambavyo vimetokea kiwandani, lakini kiasilia ukienda shambani huwezi kutuletea kwamba hiki chakula kina wanga tu peke yake. Vyakula hivyo vya wanga ambavyo tunavizungumzia ambavyo vya kiasili, mihogo, magimbi, mahindi, mtama, ulezi, mchele, maharage, maharage, mbaazi, njegere, kunde, choroko, matunda, yote hayo ni kwamba hayaji na wanga peke yake. Kwanza yanakuja na protein ambayo kwamba ni plant protein kutokana na mmea. Vyote vina protein, tofauti ni kiwango, kwamba hiki na kiwango kingi kuliko kingine, lakini vyote vyakula vyote ambavyo vina wanga kiasilia vinakuja na protein. Pili ni kwamba vinakuja na nyuzi lishe ambayo tunajua kwamba ni muhimu sana kwa ajili ya afya ya mwanadamu. Tatu ni kwamba vinakuja na mafuta kidogo, ama mafuta ambayo na ganda ambayo tunataka saturated fat, nakuja kwa kiwango kidogo sana. Lakini nne, fahamu kwamba zinakuja na phytochemicals. Ile wanga ambayo tunazungumzia hiyo inakuja na phytochemicals ambazo ndio zile kemikali ambazo zinaupa mmea rangi tofauti ambazo zinasaidia kwenye kutibu magonjwa mbalimbali. Alafu fahamu kwamba inakuja sambamba na vitu kama madini na vitamini. Madini yanakuja yote ya kutosha, kwa sababu madini yanaanzia ardhini yanakuja kwenye mmea. Haya, vitamini zinakuwepo za kutosha kwenye vyakula vile vya wanga. Kingine ambacho kufahamu kwamba ambacho ni habari njema kwamba vyakula vya wanga kiasilia vinakuja bila mafuta ya lehemu, vinakuja bila cholesterol.
hakuna cholesterol kwenye mmea, ni zero cholesterol. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba mtu anakuambia kwamba siri ya vyakula vya wanga ni kwamba unaukosesha mwili virutubisho vingi kwa sababu ya neno wanga. Vinginevyo kama mtu anakunywa soda na hairuhusiwi. Kama mtu anakula glucose ya madukani hairuhusiwi. Kama mtu anakula hizo wanga nyingine kutoka viwandani ni hairuhusiwi, kwa sababu vile vinakuja bila virutubisho, inakuja na wanga ambazo ni mbovu. Lakini wanga hizi ambazo tunazifahamu kiasili kabisa, vyakula hivi vya wanga ni kwamba ni havina shida na vinakuja na virutubisho vyote ambavyo kwa ajili ya kulinda mwili dhidi ya magonjwa. Ni seti iliyokamilika chakula cha wanga, na ndio unatakiwa wewe fanyeje? Ule. Point nyingine ambayo nataka kuizungumzia hapa ni ubora na kiwango. Hapa naomba unisikilize vizuri. Hivi je, aliyekula chapati na aliyekula maharage ni watu ambao wanafanana? Jibu linakuja ni hapana. Aliyekula sukari ya madukani na aliyekula mbaazi ni watu ambao wanafanana? Jibu linakuja ni hapana. Aliyekula mchele wa brown na aliyekunywa soda ni watu ambao wanafanana? Hapana. Jibu linakuja ni hapana. Sasa je, hapa shida ni kiwango cha wanga ama ni ubora wa wanga? Kama kweli wanga inasababisha unene tunaojua sisi, vitambi tunavyoviona hapa mjini, basi itakiwa watu wa vijijini wote wapate vitambi kule viwepo vya kutosha. Hata wazee utakiwa wapate vitambi vya kutosha. Kuna mtu anakuja kujificha kwenye kichaka cha kufanya mazoezi, kwa maana kwamba watu wale wazee miaka ya nyuma walikuwa naenda mashambani wanafanya kazi nzito, halafu walioko vijijini pia wanafanya kazi nzito. Sasa nikijiuliza ni kazi zipi nzito ambazo nazizungumzia ambazo sasa hivi hazifanyiki? Kama ni vijijini wanaenda kufanya. Jifikirie mtu wa kijijini anakula kama viazi vya kutosha, anakula ugali wa kutosha, si wa kupimiwa. Lakini wewe wa mjini unaenda kupima unga wenyewe ni robo. Unakula mandazi mawili lakini bado na kitambi. Yule amekula ugali shehena, amekula viazi vya kutosha lakini sio mnene. Pia tukikuuliza wewe ni nani ambaye hapa mjini ni anakula halafu anaenda kulala kitandani, hafanyi mazoezi kama kutembea kwa miguu na kufanya shughuli nyingine ndogo ndogo? Ni nani? Hayupo kabisa. Kwa hiyo wewe unakula wanga, kiasi cha wanga kulingana na kazi ambazo unazifanya ambazo ni ndogo. Ndio maana unakula chapati moja unaona umetosheka, unakula ndazi moja unaona umetosheka. Lakini kijijini hawezi kula ndazi moja, atakula viazi vya kutosha kwa sababu ya shughuli ambazo anaenda kufanya. Lakini stili wewe ni mnene, una kitambi, yule hana. Tatizo hapa ni ubora ama ni kiwango? Jibu linakuja moja kwa moja ni ubora. Ubora wa wanga ni muhimu sana kuzingatia. Wewe unapokwenda kunywa masoda haya, unakunywa pombe, unakula hizi ngano za kubolewa hizi, si chapati, mikate, mandazi huko, bado unashushia na supu zilizo sahani mafuta, unataka usiwe na unene, alafu unalaumu, unasema kwamba tatizo ni wanga. Alafu kwenye pointi hii kuna kitu ambacho na washangaa hawa watu. Mtu anakuambia kwamba siri wanga kwa sababu wanga inabadilishwa kuwa mafuta na itahifadhiwa. Sasa kama wanga inabadilishwa kuwa mafuta, wewe unaepuka kwamba usile vyakula vya mafuta? Swali ambalo nataka nikuulize, kwa nini unaenda kula vyakula ambavyo vina mafuta tayari moja kwa moja? Mtu anaepuka kula ndizi mbivu lakini anaenda kula parachichi. Kama tatizo ni mafuta, kwamba ile sukari kwenye ndizi itabadilishwa kuwa mafuta, kwa nini ukale mafuta sasa moja kwa moja? Kwa nini mafuta kwenye parachichi yenyewe inahifadhiwa katika mfumo gani? Au ndio kusema kwamba wanga ikishabadilishwa kuwa mafuta, yale mafuta ya ambayo yanatoka kwenye wanga ndio ambayo yanahifadhiwa kwenye mafuta, lakini mafuta haya mengine ya kawaida yanaunguzwa, hayahifadhiwi? Hii shule natakiwa watu tuende kureview tena upya. Lakini kiuhalisia ni kwamba kama tatizo ni mafuta, then inataka tu cut off, tuzuie mfereji wa kuingiza mafuta ambao namba moja ni mafuta unayokula yenyewe. Vyakula vyenye mafuta vyote takiwa tuvitoe. Hivyo ndio changamoto iliyopo, kwa sababu mafuta mwilini yanahifadhiwa kama mafuta yalivyo, full stop. Sasa kama mafuta yanahifadhiwa kama mafuta jinsi yalivyo, wewe unakula parachichi, unakula mayai, unakunywa maziwa, unakula si nyama ya kuku, si unakula nyama za kutosha, unasema hizi ni protein napungua. Kwani pale unakuta na protein peke yake? Basi kula protein powder, tujue kwamba wewe ni kweli unakula protein peke yake, ili usubirie madhara yake ambayo yanakuja bana, ambayo alikuwa amekusubiria mbele. Lakini kiufupi ni kwamba kwa hawa watu ambao wanasema kwamba naepuka vyakula vya wanga kwa sababu vinabadilishwa kwa mafuta, hii hawa hawako serious na hawajaelewa vizuri, na wanachokisema hata hawakijui. Kwa sababu kama shida ni wanga kubadilisha mafuta, itakiwa manake vyakula vya mafuta pia navyo waviepuke. Kwa nini waepuke wanga tu ambao unabadilishwa kwa mafuta kama changamoto ni mafuta? Hiyo ilikuwa ni point nyingine ambayo nataka nikukumbushe tu wewe. Kwa hiyo kiufupi ni kwamba vyakula vya wanga hivi kiasilia vinasaidia kwenye kuunguzwa mafuta. Hii ni faida nyingine ambayo madaktari wengi hawazungumzii na hata waelezei kwa kina. Namba 3,
ambayo inatakiwa ukifahamu. Namba 3, kuna kitu tunaita kwamba second meal effect. Second meal effect. Second meal effect ni tabia ya vyakula vya wanga kuweza kuzuia ufyonzaji wa sukari kwenye milo unaofuata wa pili. Kwa mfano, asubuhi umekula maharage, yale maharage yanaweza kuzuia ufyonzaji wa sukari kwenye mlo ule utakayokula mchana. Kwa mfano, kama mchana ulipanga kula ndizi za kuchemsha sambamba na mboga za majani, alafu asubuhi ulikula kwa mfano maharage ama mbaazi, ni kwamba yale maharage yataweza kuja kucontrol ufyonzaji wa sukari kwenye chakula ambacho kuja kukula baadaye mchana. Tabia hiyo tunaita kwamba ni second meal effect, ambayo hiyo inasaidia kwenye kushusha sukari ya damu. Ndio maana vyakula jamii ya kunde huwa tunavishauri sana vitumie kwa wagonjwa wa sukari, kwa sababu vinasaidia kwenye kupromosha ama kushusha sukari ya damu na kuzuia sukari isipande kwenye milo mingine ambayo inafuata, hasa pindi unapokuwa umekula chakula kingine chochote ambacho kinaweza kikawa na glucose ndani yake, ama kinaweza kuwa na sukari ndani yake, ama kinaweza kuwa na wanga ndani yake, na kupelekeza sukari ile kupanda. Kwa hiyo vile vyakula ni kwa vinasaidia kwamba sukari siweze kufyonza tena, ama ile glucose siweze kufyonza. Second meal effect. Ni kwa sababu gani vyakula hivi vya wanga vinasaidia? Ni kwa sababu kwenye vyakula vya wanga vya kiasilia vina wanga ambayo kwamba ni resistant starch ama pia na nyuzi lishe, ambavyo pia kwa pamoja ndio ambavyo vinakuwa kusaidia kuzuia kwamba sukari ya mlo mwingine isiweze kufyonzwa. Vinazuiaje vitu hivi viwili? Ni kwa kulisha bakteria, ambao wale bakteria wanakuja kuweza kutoa fadhila kwa kuzuia ama kucontrol ufyonzaji wa sukari kwenye utumbo mwembamba wa kwako. Hii ni faida ambayo wengi madaktari hawazungumzii, hata watamwambii kwamba kuna hii neema iliyopo kwenye vyakula vya wanga vya kiasili utokanavyo na mmea, ambao itakiwa wagonjwa sasa wa sukari waende huko. Lakini sio hivyo tu, wale wenye mzango wenye vitambi waende kwa sababu pia kwa sababu ya second meal effect. Hii ilikuwa ni faida namba 3 ambayo huwezi kuambiwa na bado uhalisia. Unaweza kuchukua muda kuweza kuifuatilia hili swala second meal effect. Namba 4, faida namba 4 ni afya ya ubongo na utendaji bora wa ubongo. Mental clarity na mental health. Afya ya ubongo vyote vinategemea vyakula vya wanga. Afya ya ubongo haitegemei nyama, wala afya ya ubongo haitegemei kula mayai. Hapana, afya ya ubongo inategemea na ulaji wa vyakula vya wanga vya kiasilia. Na ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu kwa pasenti kubwa sana ubongo unategemea glucose kama chanzo cha nishati, ambayo ndio nishati bora. Yaani kama ni petroli na diesel, basi tunasema kwamba glucose ni petroli ambayo ni clean energy, ni nishati ambayo ni safi kabisa kwa ajili ya ubongo, na hivyo kuweza kusharpen ama kunoa ubongo wako, na wewe kujikuta kwamba unaweza kufikiria vizuri na unakuwa na kumbukumbu vizuri. Ni bahati nzuri vyakula hivi vya wanga tu sio vina supply tu glucose tu peke yake, ni kwa sababu vyakula vingi vya wanga pia vina haya mafuta ya omega 3. Japo tumekuwa tukihubiri habari za samaki kwamba ndio habari na omega 3, lakini pia kwa upande wa mmea vyakula hizi kama mboga za majani zina omega 3 pia ambayo tunahitaji, na baadhi ya vyakula vina jamii ya njugu na mbegu kama flaxseed, walnuts na mbegu nyingine hata chia seed, zote zina mafuta ya omega 3 ambayo ni muhimu sana. Kwa hiyo ukijumlisha uwepo wa wanga kwenye vyakula vya mmea na uwepo wa omega 3 vinafanya kazi vizuri katika kuboresha afya na utendaji bora wa ubongo wako. Hii ni namba 4 ambayo huwa haizungumzwi. Namba 5 ni kwamba vyakula hivi vya wanga vinaongeza kasi ya ufyonzaji wa madini kwenye utumbo wako. Madini kama calcium, magnesium, potassium, hawa kina iron, na madini mengine ambayo kina selenium, zinki, yote kasi yake ya kufyonzwa inaongezwa na vyakula hivi vya wanga, na sio kitu kingine ambacho wewe unakifahamu. Hii faida huwa haizungumzwi, na ndio maana kwamba jifikirie, mtu anakuambia bana, mimi nataka ninywe maziwa sasa kupata calcium kwa ajili ya kuimarisha mifupa. Binadamu wewe unadhani una mifupa mingi sana kumzidi tembo, au una mifupa mingi sana ama mifupa ambayo ni migumu sana kwa zidi wanyama hawa wakubwa? Kwa nini wale hawanywi maziwa, hawali nyama, lakini stili viunzi vyao vimeimarika, wana mifupa mikubwa? Kwa sababu gani? Ni kwa sababu wanapata madini yote ambayo yanahitajika kwa mifupa.
Na watu wafahamu kwamba mifupa haijengwi kwa madini tu ya calcium peke yake, ni combination ya madini ya aina tofauti tofauti, na kina magnesium, potassium, vyote viko kwenye kutengeneza mifupa, kwenye kuimarisha mifupa yako, na sio madini tu ya calcium peke yake. Na ndio maana kwa wanyama wengine ambao wanakula mimea wanakuwa wameimarika vizuri mifupa yao, kwa sababu wanakula mimea ambayo imesheheni madini ya kila aina. Na sisi kwa kula vyakula hivi vya wanga ambavyo vya mmea, tutaweza kupata madini ya kila aina kwa ajili ya kuimarisha mifupa yetu na kujikinga na matatizo ya gout, osteoporosis, osteopenia na vitu vingine ambavyo vingeweza kuchochewa kwa sababu ya uhaba madini. Hii ni faida nyingine ambayo huwa haizungumziwi. Faida ya 6 ni kwamba katika vyakula vyote tulivyo navyo kwenye hii dunia, ni kwamba vyakula vya wanga ambavyo vya kiasili hivi ambavyo vinatokana na mimea ndio ambavyo vimesheheni virutubisho vingi na nishati kidogo. Kwa maana ya kwamba unapokula mboga za majani utaupatia mwili nishati ndogo, hapo umesupply madini, vitamini za kutosha na phytochemicals ambazo unazihitaji kwa ajili ya afya ya mwili wako. Wakati ukila nyama ni kwamba utaupatia, ukila nyama tu kipisi kidogo, ni kwamba utajikuta kwamba umepata nishati nyingi kwa sababu ya mafuta yanakuwa na kalori nyingi, lakini pia virutubisho unakuwa ni vidogo. Kwa hiyo ile nutrient per calorie unakuta iko poor sana kwenye vyakula asili ya wanyama ambavyo tunaambiwa kwamba wale ndio vina protini, wakati hizi nutrient per calorie kwa upande wa vyakula vya wanga inakuwa iko vizuri sana, na hata watu tunavihitaji vyakula hivi ili tuweze kupata virutubisho katika uasili wake, katika uzima wake. Hivi ni faida 6 ambazo hazizungumziwi na madaktari kuweza kupatia elimu wewe na kushawishi kukaa kwenye vyakula hivi ambavyo vya mmea ambavyo ni vya wanga na ambavyo ndo vinatibu. Matokeo yake ni kwamba watu mnashawishiwa kula protein. Mtu anayekuja kuambia habari za protein anakuja na neno protein tu, hazungumzii kinachokuja na protein. Hawazungumziagi. Lakini kitu kingine ambacho kimekuwa kinifurahisha zaidi ni kwamba watu wengi ambao wanashauri ulaji wa vyakula vya protein hivi ukiwa umekwepa wanga, low carbohydrate diet, hawa watu wa ketogenic diet, wale wengi wanauza bidhaa, so that is business. Lakini sio mbaya. Science inashauri kula vyakula vya wanga ambavyo ni vyakula vyote vitokanavyo na mmea kiasili. Kuna faida nyingine nyingi za kukinga magonjwa sugu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya mmeng'enyo na masuala ya saratani, vyote vinazuiwa na hivi vyakula vyote vya wanga. Lakini hizi nimeamua nizigusie kiundani kwa sababu huwa hazizungumziwi na madaktari. Basi nikushukuru wewe kwa kuitazama video hii mwanzo mpaka mwisho. Ulikuwa nami Emmanuel Mpalie, nutrition specialist. Nikutakia wakati mwema. Kwaheri. I hope you enjoyed.